yangu. Akasema nitarudi tena niwachukue. Haleluya. Kwa hiyo tutazungumzia hilo, na baadaye kabisa nitaenda kukutamkia nguvu ya Mungu yenye ushindi itakayo kuwezesha kushikamana na Roho Mtakatifu na Bwana wetu Yesu Kristo, kiasi kwamba Yesu hata angerudi leo, wewe utamuona. Hivi unajua atakaporudi kuna wengine hawatamuona. Yaani anaporudi Bwana wetu Yesu Kristo, parapanda italia pale juu hivi. Malaika watapiga parapanda, lakini kuna wengine wale ambao hawajamwamini Kristo hawatamuona, wale hawatasikia chochote. Tutasoma neno, tutajifunza. Ndio maana anasema watakuwa wawili wamelala, mmoja atanyakuliwa na mwingine ataachwa. Kwa sababu yule aliyeachwa hajasikia parapanda, yule aliyeacha hatamuona Bwana. Lakini wewe ambaye uko tayari, taa yako ina mafuta, utamuona Bwana, utasikia parapanda na utabadilishwa mwili, utavalishwa mwili mpya, utaenda kumlaki Bwana pale mawinguni. Haleluya. Bwana hata kanyaga ardhi, wapendwa, siku ile ya kurudi. Swala la kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo limegawanyika katika sehemu mbili. Kuna kurudi kulichukua kanisa, unyakuo, tukio hilo linaitwa tukio la unyakuo. Lakini kuna mara ile ya pili anakuja tena sasa, anakuja na jeshi la malaika, anakuja na bibi harusi wake, anakuja na wale waamini, yani wale watakatifu. Atashuka Bwana wetu Yesu Kristo Yerusalemu mpya. Yani hiyo ndio ile kutawala miaka 1000 pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, tukishandaraizi. Tuna miili mingine, yani unaweza kupenya hapo kwenye ukuta ukapita, hapo kwenye ukuta ukatokea kule kwingine. Itakuwa ni kipindi cha neema isiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo kuna aina mbili za kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kulichukua kanisa. Sitasoma sana maandiko, lakini ni somo itabidi nitalifundisha tena na tena. Kulinyakua kanisa, wakati wa kulinyakua kanisa, ndio hapo ninawaambia. Kwanza tusome andiko hapa. Thank you Lord Jesus. Asante Roho Mtakatifu. Yohana 14. Yohana 14:2 inasema, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia makao. Alipofufuka Yesu anaongea maneno, anasema basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakapokuja tena nitawakaribisha kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Yesu Kristo alifufuka akaondoka. Akasema ametuachia nani jamani? Ametuachia Roho Mtakatifu ambaye atatufundisha, atatukumbusha, atatuambia na mambo yaliyo mbeleni. Na yeye akasema yeye yuko ameandaa makao, yuko mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu Baba. Kwa hiyo anasema huyu Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu akiishi ndani yetu ni sawa sawa na amesema ni yeye na Mungu Baba wote wamefanya makao, wako ndani yetu. Kwa hiyo sisi ni wanadamu, lakini Mungu yuko ndani yetu, sisi waamini tuliomwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunategemea, tunatazamia kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Bwana wetu Yesu Kristo anaweza karudi kwa mtu hata kesho tukasikia fulani hayupo. Lakini huyo mtu kwa sababu ni muamini, yuko ndani ya Kristo, ataenda paradiso, mahali pa furaha. Lakini yule ambaye haamini sasa akiondoka, ndio yule ataenda mahali pa mateso. Lakini sasa iko siku hiyo itakapofika, huyu Bwana wetu, twende tukasome Luka, atakaporudi kulichukua kanisa. Kanisa ni nani jamani? Sio hili jengo hapa. Kanisa aliloliacha Bwana wetu Yesu Kristo, ambalo linajiita Wakristo, wengine wanaita Wakristo. Sisi tunasema ni wale tunaotembea na kusudi la Mungu. Wengine wanasema ni wale tunaosaidiwa na Mungu. Wengine wamejiita hivi, wamejiita vile, lakini wote hao ni waamini, wamemwamini Kristo, wanatumaini, wanamtegemea ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya kushandaraizi nini? Maisha yale ya umilele pamoja na nani? Pamoja na Bwana. Haleluya. Jamani, sisi tuliokolewa tuko kwenye ufalme usiotikisika. Malaika wanatuhudumia. Hivi unajua unaweza kumwambia malaika njoo nisaidie hapa, na akaja akakusaidia. Umuoni malaika lakini ameshafika, yuko mbele yako. Ulipomwambia malaika Mikaeli, hii vita siwezi, malaika Mikaeli karibu, malaika Mikaeli pigana na mimi hii vita, kwa sababu hii vita si ameshakuja. Malaika Mikaeli yuko na upanga, anapigana vita yako. Lakini wewe ulimwengu wa roho unabaki tu, unaanza tu, imekuwa hivi, imekuwa vile, imekuwa hivi. Kumbe tayari Mungu ameshakutumia malaika wa kukusaidia. Imani ndio kila kitu.
Shetani anacheza na ufahamu wetu tu. Wewe ujue wewe ni mwana wa Mungu, unatakiwa kuishi maisha fulani, anacheza na ufahamu wako tu. Lakini wewe adui atacheza na ufahamu wako kwa jina la Yesu. Ninasikitika kuona wengine hawapo. Naomi yuko hapa jamani. Ni maana nimeonyeshwa anarudishwa kule alikotoka. Nasikia amekuja kwenye nani, anakuja kwenye kujifunza. Sasa utakuja kujifunza kuimba alafu kuimba wingi. Hata Jumapili Jumamosi iliyopita nimesikia. Nimeonyeshwa anarudishwa kule alikotoka. Na hilo halitatokea kwa jina la Yesu. Hebu sema halitatokea kwa jina la Yesu. Sema halitatokea kwa jina la Yesu. Kama unampenda basi utaelewa. Hivyo unajua unaweza kusema una safari ya mbinguni lakini kumbe usiku huo unachukuliwa unapaa. Mungu atusaidie kanisa. Usipokuwa makini na Mungu, usipoamua ukafanya maamuzi, ukaamua safari yako ya mbinguni, ukaamua, shetani atakupeleka kama debe tupu. Yaani utashangaa utakuwa kila uchafu. Usipoamua maamuzi. Na maamuzi tukijua neno la Mungu tutafanya maamuzi. Wale waliokufa katika Kristo, wale niliokuambia wako paradiso, watafufuliwa. Lakini watafufuliwa si wakiwa na miili ile tena ya kuugua. Ni miili, neno linasema miili ya kutokuharibika. Yaani nikirudi sirudi tena na mwili unaoumwa eti naumwa tumbo. Unarudi na mwili ule, yaani ule mwili wa nini? Mwili wa utukufu. Mwili wa utukufu. Alafu sasa na sisi kama utakuwa bado uko duniani sasa, bado hujafa huko duniani, Paulo amerudi hapa sasa hivi Bwana wetu Yesu Kristo, utashangaa wale watafufuliwa kwanza. Wale waliokufa unashangaa ni mama yako alikufa, unamuona amekuja na mwili wa utukufu. Ukijiangalia unashangaa mwili wako nao umekuwa wa tofauti. Alafu unaona Bwana yuko na wingu kule, kuna utisho, unashangaa mnainuka mnaenda kushandaraizi mawinguni na Bwana. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Jamani watu wa Mungu, inapendeza. Lakini ole sasa wale ambao tuliambiwa habari za wokovu. Ndio maana ombea jamaa zako, ombea ndugu zako, majirani zako, marafiki zako. Anasema jicho litamuona. Lakini sasa kuna mahali pengine atakaporudi ile mara nyingine sasa. Hii mara hii sio wote watakaomuona. Ni sisi wapendwa tulio katika Kristo, tunaotembea na Kristo, tuliomwamini Bwana Yesu. Tunawaambia watu jamani, kubalini neema ya wokovu. Tunawaambia watu jamani, hakikisha umebatizwa kwa maji mengi. Tunawaambia watu jamani, acha mabaya. Tunawaambia watu jamani, Yesu yuko karibu kurudi. Sisi hao tutamuona. Lakini hao wengine nimekwambia watamuona. Lakini kuna ile ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo mara ile nyingine. La kanisa ikishachukuliwa tu, kufumba na kufumbua, kanisa litakuwa limeshachukuliwa. Wewe utaamka asubuhi utasema mama yangu yuko wapi? Kumbe katwaliwa. Kuna baba mmoja anaitwa Mzee Maboya anasema kuna siku niliona jambo fulani nikafikiri ndio wameshataliwa. Akasema ukitaka kujua kwamba watu wametwaliwa umebaki, angalia vitoto vidogo. Ukiviona jua muda bado. Lakini ukiona watoto wote wadogo hawaonekani, ujue kwamba wametwaliwa wao umeshabaki. Sababu ni malaika. Kabisa. Sababu ni malaika. Lakini hiyo mara ya pili sasa atakaporudi, kanisa likishaenda, dhiki kuu inaanza. Atakapokuwa anatawala ni nabii wa uongo na mpinga Kristo. Hao ndio watakuwa wanatawala kwa kipindi hicho. Miaka 7 hiyo ilikuwa imekusudiwa. Sasa huyo nabii wa uongo na mpinga Kristo ndio hao sasa. Kama wewe kumwamini Kristo, ulibaki unakula bata unasema maisha ni haya, nitaokoka nikifa. Hapo sasa ndio hapo sasa hamuuzi amnunui. Hapo sijui unaweza kukatwa mkono wote kwa wewe bado unamkiri Yesu. Unasema Yesu ni Bwana, unakatwa mkono, unakatwa mguu, unakatwa vidole. Unabaki unasema ngoja nibaki upande huu. Kwa hiyo itakuwa ni dhiki. Kwa sababu Mungu aliahidi Yerusalemu kwamba ni taifa lake alilipenda, litapita kwenye hiyo dhiki, alafu watajikuta wamefanya makubaliano na mpinga Kristo. Si hawajui wasiwasi kwamba huyu ni mpigaji, hawaelewi, lakini wanajikuta wameingia kwenye makubaliano. Miaka ile inagawanyika, inakuwa miaka 3.5 na miaka 3.5, kwa sababu baada ile miaka 3.5 kupita, kwa sababu ile dhiki kuu ni miaka 7. Baada ile miaka 3.5 kupita, kule mpinga Kristo ataanza kuonyesha makucha yake wazi wazi. Ataanza kutaka aabudiwe. Ataanza kusema mimi ndio Mungu wa dunia hii.
Sasa watashtuka, watasema, hatukuambia Bwana wetu atarudi Yerusalemu? Hatukuambia hivi na hivi, mbona imekuja kitu kingine? Sasa watampinga, wakianza kupingana naye ndio kabisa sasa ndio kivumbi kitaanza. Ile miaka 3.5 iliyobaki itakuwa ni kivumbi. Yaani mpaka wataona wameshishiwa nguvu, karibu wanamalizika, ndipo Bwana ataonekana. Sasa atashuka, parapanda italia juu mbinguni, alafu malaika watakuwa ndio hao Yerusalemu. Yaani itakuwa rika ya basata. Bwana wetu atakuwa anakuja na wale lile kanisa alilolichukua mara ngapi? Mara ya kwanza. Atashuka, tutamwona, kila jicho litamwona. Hapo tena sio wapenzi, sio waamini, kila jicho litamwona. Lakini kabla ya hapo, wakati wa hiyo dhiki inaendelea, watakuja manabii wawili, na inasemekana ni Elia na Musa. Na hao watasaidia baadhi ya watu ambao wataamini, watazidi kuamini, watasema ni Yesu. Unaambia wewe ni Yesu, watasema ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Lakini pia wale mpinga Kristo na nabii wa uongo bado watakuwa kama wamewezwa. Lakini pale Bwana atakapokuja, wanainuka. Yaani walifikiri wamekufa kabisa, wanaona wamekufa, lakini wakainuka na miili yao wakapaa, wakaondoka. Oh Jesus. Hili somo ni zuri, tukijifunza, tukielewa. Watu wengi walifundishi sana, wanasema ninaogopesha. Wengine walisubiri sana kwa sababu hawaandai watu kwa ajili ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini umepata neema. Hapa tunafundisha injili ya kweli, na watu hawaitaki, wanataka kuambia tu pokea, wanataka, wanaona hivi, wanaona vile. Lakini ashukuriwe Mungu anayekupa neema ya kujifunza nini jamani? Injili hii. Ukitaka kujua huduma hii inaongozwa na Yesu Kristo. Huduma hii inamtumikia Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Huduma hii inaongoza watu kwenda mbinguni. Watahubiri somo hili, lakini ukishaenda mahali hata siku moja wahubiri habari ya kurudi kwake Yesu Kristo, tena wanakuambia wewe unaongea habari, kwa nini unaongea kufa? Sisi tuko duniani tunaongea mambo ya kuishi, tupokee majumba, tupokee magari, tuishi kwa raha, tufanye. Hawaongei kabisa habari ya kurudi kwa Bwana Yesu. Hawaongei kabisa, kwa sababu hiyo ni vita ya adui, ni vita kubwa ya adui. Yaani vita kubwa ya adui ni watu kanisa lilale. Yaani ndio anakuta tuliambia kwa habari ya nini? Kazi iwe na mafuta. Kwa hiyo kanisa watu hawatakuwa na maandalizi ya aina yoyote. Watu wanakuwa wanaendelea kula na kunywa, lakini tunaambiwa kuna ishara. Ni ishara umeziona, tutapitia wakati mwingine. Tulikuwa tunasoma Korinto 50. Maana sharti huu uharibika uvae kutokuharibika, na huu wakufa uvae kutokufa. Baada huo uharibika, wanasoma Wakorintho wa kwanza 15:53. Basi huo uharibika utakapovaa kutokuharibika, na huo wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushindwa. Hapo hakuna kufa tena mpendwa. Yesu akisharudi, Bwana wetu tukishachukuliwa, hakuna kuumwa, hakuna kufa, hakuna mateso, hakuna shida, hakuna maumivu, hakuna kuoa, hakuna sijui nini. Yaani ni furaha pamoja na Bwana. Ni furaha pamoja na Bwana. Ndio maana ya wokovu, mtu anakuambia muamini Yesu. Muamini Yesu ni kwa ajili ya mambo haya mazuri yanayokuja. Sasa nilifundisha kwenye wale waliofuatilia hili somo kule kwenye mtandao kwa habari, kutakuwa na hukumu. Bwana wetu Yesu Kristo sasa ameshachukua kanisa lake, tunaenda kukaa sasa, yuko na watakatifu. Lakini sasa wewe ni mtakatifu, umeshaenda mbinguni, uliokoka vizuri, umeenda mbinguni. Injili hujahubiri, hujamsaidia hata mwingine. Wenzako watakuwa na mashaka makubwa. Inategemea jinsi ambavyo umesaidia, yaani umetumikaje. Niwaambia kila mtu aliyemwamini Yesu Kristo ambaye ameokolewa ni mwanafunzi wa Yesu, ana kazi ya kufanya. Haya, anakuambia, haya mwanangu Esther, karibu kwenye ufalme wangu. Niliona ulimleta sijui nani, sijui Sheila. Sheila mwenyewe yuko wapi mtoto? Mfuatilie mtu uliyemleta kwa jina la Yesu. Ulimleta ni kweli, nikamhudumia, nikamchagua kama mtumishi wangu, akarudi nyuma. Haya, hivi na hivi. Unapewa taji lako, na sasa ukapewa kadogo, mwingine ukapewa kadunchu, kakaweka kalikuwa hapa, kakabadikwa. Haya, wewe ulifanya kazi gani? Sasa mashara yanalingana na nini? Kazi. Atapima nini? Ni hukumu ya kupima kazi. Inaitwa ni ya kiti cheupe, kwa sababu hii si ile hukumu sasa ya kwenda kwenye ziwa la moto. Kumbuka Yesu Kristo
baada ya Yesu kusherehekea na Yesu Kristo miaka 1000, atakaporudi sasa na bibi harusi na kanisa na sisi kula raha pamoja na Bwana, huyo mwovu ibilisi na ule mpinga Kristo na wanabii wa uongo na nini ndio wale anawatupa kwenye ziwa la moto. Kwa hiyo kutakuwa mambo yamekuwa namna hiyo. Hakuna tena shetani wa kumtesa mtu, hakuna hivi, hakuna hivi. Lakini sasa hapo nilikuwa nasema kwa habari ya Yesu kupima kazi zile tulizozifanya. Mungu atusaidie watoto wa Mungu tuweze hakikisha taa yako inawaka mafuta. Usikubali izimike. Neno linasema kwa habari ya wanawali, wengine taa zao zina mafuta, wengine hazina mafuta. Bwana harusi aliporudi ndio wanaanza kwenda kutafuta mafuta, wakapata mlango umefungwa. Lakini taa yako ikiwa inawaka mafuta, atakaporudi utamwona na utaenda pamoja na Baba, utanyakuliwa katika ule ufalme mwingine. Kwa hiyo siku ya leo watoto wa Mungu, ninapenda tuende tukaombe. Nataka tuende tukaombe. Neema hii ya Mungu ituwezeshe. Mguu wetu usiondosheke katika Bwana. Mguu wako usiondosheke katika Bwana. Lakini Roho Mtakatifu akupe nguvu uweze kumwambia mama yako, mama, mimi nikupeleke mbinguni, lakini Yesu atakupeleka. Ni kweli tuna dini zetu. Lakini mtu ameshika dini anasema dini imeshasema tusisikilize mahubiri. Nashukuru Mungu sasa hivi watu wengi hata pamoja na dini na nini wanasikiliza mahubiri na kuombewa wanataka na wanasikiliza. Mtu asikudanganye ukaacha kujifunza. Tulikuwa kwenye huduma fulani hivi zamani, hataki ujifunze chochote eti umsikilize tu huyo nabii. Hapana. Jifunze neno. Kuna watu ni walimu wazuri. Tu anakuambia usimsikilize Mwakasege kweli. Si unaona anafundisha vizuri kitu, hata wewe Roho Mtakatifu anakushuhudia ndani yako kabisa kwamba huyu ni mwalimu ananifundisha neno la Mungu. Kwa hiyo kujifunza ni kitu muhimu, kwa sababu adui anatuwezaka tunapokosa ufahamu. Ndio maana nawaambia nimeitwa kufundisha sana. Simama pale ulipo, kanisa la Kristo. Muda wangu si rafiki tena, lakini hili somo ni zuri. Tutajifunza na wewe utalijua, utamfundisha na mwingine. Umejua nini leo? Shika kitu. Shika hata unyakuo. Kwamba Yesu atarudi tutamlaki hapo mawinguni. Unajua hilo mama? Mwanangu hivyo unajua kwamba kuna siku Yesu atarudi. Lakini Yesu anaweza kurudi kwa hata sasa hivi. Hayo umejiandaa. Ndio maana tunaambia tuishi kama vile Yesu anarudi leo. Tufanye kazi kama vile tutakuwepo kitu duniani siku zote. Lakini kiroho chako, maisha yako ya kiroho, yani uwe tayari kama vile umeambiwa. Yani wewe ni wa kujitakasa, na tumeambiwa watakatifu wangu wanadumu kujitakasa kama vile anarudi sasa hivi. Ikiwa amerudi kwangu leo anashandarize. Tunashandarize, tunafurahi. Yani kuishi kwingi jamani, kuona mengi. Nimeishi, nimeona watu wengi wanazaliwa, wengine wamekua, wengine wameondoka jamani wakiwa wazima tu hivi. Yani namwambia Mungu, asante kwa kunifundisha. Unajua, hizi tunaona hata watu wanatwaliwa, wengine wanaondoka. Ni kwamba tunajifunza. Tunajifunza vitu. Nakushukuru, umetuma neno lako Baba ili uweze kutongoza katika njia na safari ya maisha. Takatifu, tunakushukuru. Kanisa lako tumekula. Baba, tunasema asante. Ninawainua watoto wako wa kike na wa kiume. Nyanyua mikono yako juu kabisa, mtoto wa Mungu. Roho Mtakatifu, asante wewe ambaye utamkabidhi Bwana wetu Yesu Kristo kanisa lako. Tunakushukuru wewe ambaye ni kiongozi wetu, ni msaidizi wetu, ni mwalimu wetu mzuri. Roho Mtakatifu, asante. Tunaomba neema yako ikamshike kila mmoja ili aweze kuishi maisha haya, ili kwamba asipotee, siku moja akamlaki Kristo mawinguni. Iwe ni katika ufufuo, iwe ni katika unyakuo. Kristo Yesu, tunaomba hiyo neema ikapite kwa kanisa lako, ikapite kwa watoto wako wa kike na wa kiume, ikapite kwa kila mmoja. Mungu mtakatifu, asante Roho wa neema, asante Mungu usiyeshindwa, asante mtakatifu Mungu wa Israeli. Tunaombea jamaa zetu Bwana, tunaombea ndugu zetu mtakatifu, tunaomba rehema kwa ajili yao Mungu usiyeshindwa, ili kwamba waweze kuokolewa, ili neema hii ya wokovu iende ikawaguse Baba, ikaguse ndugu zetu, ikaguse wazazi wetu, ikaguse watoto wetu, ikaguse majirani zetu, ikaguse maisha ya watu, ili Bwana watambue neema hii ya wokovu, ili kwamba utakaporudi mfalme wa wafalme, asiwepo wa kuachwa. Takatifu Mungu usiyeshindwa,
jina la Yesu. Kila pango wa kuzimu, kila pango ule mharibifu inayomtenga mtu na ibada, na angamiza hiyo roho kwa jina la Yesu. Kila ukuta na uangusha, kila madhabahu za kipepo naziangusha, kila mlima unaoinuka mbele yake ili ashindwe ninauangusha, kila dhoruba inayomjia ninaiangusha, kila dhiki aina yoyote, uharibifu wa aina yoyote, pango wa kuzimu wa aina yoyote, nafungua malango yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu unayetawala. Asante Mungu usiyeshindwa na kitu chochote. Haleluya.